Kila kitu kwenye maisha yako kinaweza kubadilika ndani ya usiku mmoja. Mimi nimethibitisha na nimeona kabisa kinaweza kubadilika. Simu moja kukutanishwa na mtu mmoja inaweza ikabadilisha maisha yako yote. Miujiza haihitaji miaka ipite ili yatokee. Muujiza ni kitendo cha sekunde. Wewe utolee mfano vizuri. Tunamfahamu Mwamposa. Unafikiri kule kwa Mwamposa akisimama hivi akaombea watu, mtu akasimama akatupa gongo lake na nini, ilihitaji mchakato? No, alisimama, wewe tembea. It needs seconds, sekunde muujiza kutokea. Haihitaji miaka. Acha ku underestimate kitu gani kinaweza kutokea kwenye maisha yako na kubadilisha maisha yako. Kwa sababu hakijatokea bado haimaanishi hakipo njiani kinakuja. Nini unatakiwa kufanya? Hii ndio part ya muhimu. Kitu ambacho unatakiwa kufanya, endelea kufanya kazi na uamini process. Then mengine unamwachia Mungu afanye miujiza yake. Kwa sababu unaweza kukuta kitu ambacho umekuwa kikiomba kwa Mungu muda mrefu kiko karibu kuliko jinsi ambavyo unafikiri. Kwa mfano, namaanisha nini ninavyosema endelea kufanya kazi na kuamini process? Unajua mtu akisema trust the process bro, mtu unaweza usielewe maana yake. Unafikiri tu labda ni process no, iko hivi. Fuata kila kitu kinachotakiwa kifanyike kwa uaminifu. Jenga mazingira ambapo kitu hicho kikifika kina sehemu ya kutua. Kwa mfano kwenye biashara na ujasiriamali, unahitaji kuanza kuwa rasmi kisheria, utambulike kisheria. Unahitaji kutengeneza mazingira ambayo taasisi za kifedha zinaweza zikapitisha pesa zako kwenye hiyo mradi nyingi. Unatakiwa uhakikishe umetengeneza mazingira ambayo unalindwa kisheria. Hamna mtu anaweza kukuataki wewe akaataki na project yako ambayo umeisubiri kwa muda mrefu, au mtu akiataki project yako asiataki maisha yako binafsi ambayo umeyajenga wewe na familia yako. Lazima utengeneze mazingira ambayo kutakuwa kuna ulinzi wa kisheria bayana wa kuweza kutofautisha kati ya biashara zako na mali zako. Lazima utengeneze mazingira ambayo unaweza kufanya biashara za kimataifa kiusalama na serikali yako ikakulinda. Hayo mazingira yanaitwaje? Kwa jina moja tunasema lazima urasimishe biashara yako. Na unarasimisha vipi sasa biashara unaruhusiwa kusajili kampuni hata kama huna biashara. Ukishasajili kampuni, taasisi za kifedha zitafanya kazi na wewe, serikali itafanya kazi na wewe, watu binafsi watafanya kazi na wewe, biashara za kimataifa zitafanya kazi na wewe. Kila kitu kinakuwa standby. Wakati huo ndio tunasema una trust the process. Ndio huu wakati una trust the process, unahakikisha kila kitu kimekaa sawa. Sajili kampuni yako bro sasa hivi. Miujiza kwanza haiwezi kutokea kama hujatengeneza mazingira namna gani muujiza unatua wapi. Kwa mfano, mimi nilivyoacha kazi, nilifungua kwanza agency yangu. Nilipofungua agency yangu, mteja wangu wa kwanza alikuja akanilipa zaidi ya milioni 4 kwa kazi ya kwanza, ambapo nimeacha kazi nilikuwa naingiza sio laki ngapi. Yaani nilikuwa nalipa mshahara kiasi kwamba hata kodi yangu nilikuwa siwezi kuilipa ya miezi 6. Nimetoka kulipa vichinchenchi ambavyo sina hata hela kula, kila kitu sina. Nikafungua agency yangu. Pap, nimefungua hivi mteja wangu wa kwanza more than 4 million. Bro, maisha yako yanaweza kubadilika kwa simu hii. Yaani mtu mmoja akakupigia simu, maisha yako yakabadilika saa hiyo. Wewe unaweza kuwa unasubiria dili ya milioni 50, dili ya milioni 100, dili ya milioni 10, dili ya milioni 200, dili ya milioni 70. Tengeneza kwanza mazingira. Sasa hiyo dili inakuja kufanyaje kazi? Tutuashuma umekuita. Unaenda na nini? Una kampuni, una documents zote, una proposal, una chochote. Upo tu, alafu unategemea kuna miujiza itatokea ghafla, utapata unachokitaka. Bro, acha kuriski hivyo. Maana ya kutake risk ni kwamba una trust the process wakati unaendelea kumuomba Mungu. Kama unataka kusajili kampuni yako, comment neno usajili ama nipigie kwenye namba za simu inayoonekana kwenye caption. Na kama upo nje ya Tanzania, usijipe excuse yoyote. Hiyo namba ipo WhatsApp, piga kwa WhatsApp, tutakupokea na kusaidia kukupa msaada kamili wa kusajili kampuni yako sasa hivi.